Hali gani mtazamaji wa SAUT TV, karibu katika taarifa ya habari tuliyokuandalia kwa siku ya hii leo. Na miongoni mwa taarifa tulizonazo ni pamoja na wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino kampasi kuu ya Mwanza wameunga mkono wahitimu wa shahada na stashahada kupewa mikopo. Na katika upande wa kimataifa, Waziri wa Afya wa Zimbabwe atangaza mpango wa kuzindua dawa mpya za kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa njia ya sindano. Na katika viwanja vya michezo, ushiriki wa michezo mbalimbali watajwa kuwa chachu ya kuimarika kitaalam na kuondoa magonjwa nyemelezi. Kwa hayo na mengine, ongozana nami Daniel Samuel nitakaye kusomea habari za kitaifa na kimataifa. Angilise Tewele atakusomea habari za biashara, na katika michezo tutakuwa naye Samsoni Bahati. Baadhi ya wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino kampasi kuu ya Mwanza wamesema kuwa utoaji wa mikopo kwa wahitimu wa vyuo vikuu kutasaidia kupunguza wimbi la ukosefu wa ajira. Wamebainisha hayo hii leo walipozungumza na SAUT TV habari kufuatia ombi la mbunge wa Kisarawe Suleiman Jafo aliyeomba serikali kuwapa mikopo wahitimu wa shahada na stashahada. Na baadhi ya wananchi wa mtaa Malimbe wilaya Nyamagana mkoani Mwanza wamesema umoja na mshikamano katika jamii ni nguzo ya muhimu katika kudumisha usawa pamoja na kuboresha miradi ya maendeleo. Wakizungumza na SAUT TV habari, wamebainisha kuwa mshikamano husaidia kutatua migogoro mbalimbali ili kujenga amani ya nchi. Mwanahabari wetu Joyce Pakome ametuandalia uchanyanto wa taarifa hizi. Kufuatia ombi la mbunge wa Kisarawe Suleiman Jafo ambaye ameitaka serikali kuwapa wahitimu wa stashahada na shahada mkopo ambao utawasaidia kuanzia maisha huko mtaani. Na hapa nimezungumza na baadhi ya wanachuo, nao wana maoni yao kufuatia ombi hilo. Naitwa Kaizilege, na hii mikopo itakapotolewa kwa hawa wahitimu, nafikiri itawasaidia sana kwenye swala la kutatua tatizo la ajira, kutokana na kwamba ajira kwa sasa ni jambo ambalo limekuwa ni gumzo kwenye nchi yetu. Kwa hiyo linaweza kuwasaidia, wakipata hizo pesa wataweza kujiajiri wenyewe, labda kutokana na fani mbalimbali walizonazo, lakini pia kuanza ubunifu mpya ambao utachochea ajira zaidi kwa watu. Kwa majina naitwa Baraka Simon, wanafunzi. Kama mikopo ikitolewa kwa wanafunzi ambao baada ya masomo ya chuo wakiwa tayari mtaani, itawasaidia cha kwanza kuweza kujiendeleza, na maanisha kujiajiri wao. Na haki mikopo hii itawasaidia kama mtaji wanafunzi kupitia knowledge yake ambayo ameipata akiwa shuleni kuweza kufanya biashara na kujiendeleza zaidi. Kwa jina naitwa Christina Anselmi, ni mwanafunzi. Hiyo mikopo ikitolewa kwa wahitimu itawasaidia katika kujikwamua kiuchumi wakiwa huko majumbani. Hata pia anaweza akaanzisha hata biashara kupitia huo mkopo aliopewa. Kwa maoni yangu, naona serikali ilifanyie kazi hilo swala la kutoa mikopo kwa wahitimu, kwa sababu hiyo itasaidia sana. Jafo amependekeza 500,000 kwa wahitimu wa stashahada, lakini 700,000 kwa wahitimu wa shahada. Nikiripoti kutoka viunga vya Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino kampasi ya Mwanza, mimi ni Joyce Pakomi wa SAUT TV. Kufuatia kauli mbiu ya mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka huu 2026, ambapo kauli mbiu yake inasema Tanzania ni yetu sote, tushikamane katika kuleta maendeleo. Kauli mbiu hii inaakisi msingi wa umoja katika kuleta maendeleo, na hapa nimezungumza na baadhi ya wananchi, nao wanatoa maoni yao kufuatia kauli mbiu hiyo. Kwa majina naitwa Chosiku Kuzenza. Katika jamii, kama kuna umoja na mshikamano, inatusaidia katika kuleta maendeleo mazuri katika jamii. Pia kushirikiana inaweza ikasaidia kwa namna nyingine kutatua migogoro ambayo inaweza inaendelea katika sehemu fulani, katika taasisi au katika taajia fulani. Umoja na mshikamano pia unaweza ukachangia katika kutetea haki fulani, haki za binadamu. Kwa mfano, mtu anapokuwa anatetea haki yake, kwenye umoja na mshikamano inaangalia kwenye pande zote mbili. Kwa upande wa mtu ambaye anahitaji haki yake na mtu ambaye yupo kwa ajili ya kutetea haki ya huyo mtu. Kingine, umoja na mshikamano kukiwepo, inaweza ikaleta maendeleo chanya katika jamii. Kwa mfano, katika kuendeleza miradi mbalimbali, kuanzisha biashara, kuanzisha
hata miradi mbalimbali ambayo inaweza ikaleta maendeleo katika jamii. Kwa majina anaitwa Baraka Simon. Umuhimu wa umoja na mshikamano katika jamii, kwanza ni nyenzo kubwa sana katika kuleta maendeleo yetu, kwa sababu kwanza unakuta raia unashirikiana katika kazi mbalimbali, mfano katika swala la ujenzi wa mfano shule, barabara na vitu vingine, pia katika usafishaji wa mazingira. Kwa majina anaitwa Emmanuel Mafuru. Niko hapa kuelezea umuhimu wa umoja na mshikamano katika jamii. Kwanza kabisa, pakiwepo na umoja na mshikamano katika jamii, itachangia maendeleo hasa katika nyanja mbalimbali katika jamii. Mfano katika elimu, kupitia umoja na mshikamano, mfano wanakijiji wanaweza wakajumuika kwa pamoja, wakachangia fedha, ambazo hizo fedha wanaweza wakazitumia kujenga labda shule. Hiyo shule itasaidia watoto wao katika ngazi mbalimbali za elimu. Lakini pia umoja na mshikamano unaweza ukasaidia kupunguza ugomvi katika jamii. Mbio hizo za uhuru zilizinduliwa rasmi tarehe 13 mwezi wa 4 mwaka huu jijini Dar es Salaam, zikilenga kukagua na kuzindua miradi ya maendeleo. Nikiripoti kutoka Malimbe, Mwanza, Tanzania, mimi ni Joyce Pakomi, SAUT TV. Shukrani sana Joyce Pakomi kwa taarifa hizo. Tuendelee kusalia hapa jijini Mwanza, ambapo wakazi wa mtaa wa Masha, kata ya Luchelele, wilaya Nyamagana, mkoani Mwanza, wameeleza kuwa usafi binafsi huchangia ustawi binafsi na jamii kwa ujumla. Wakizungumza na SAUT TV Habari, wameongeza kuwa usafi binafsi kama kuoga, kunawa mikono, kusafisha kinywa na kuvaa nguo safi humfanya mtu kuonekana nadhifu na kujiamini mahali popote atakapoenda. Mwanahabari wetu Shukuru D Kapigi ameandaa undani wa taarifa hiyo. Katika harakati za kuboresha maisha ya wanafunzi na kuinua viwango vya elimu ya juu nchini, ujenzi wa hosteli ya kisasa katika Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino cha Tanzania fikia hatua ya mwisho, ukiwa ni mradi unaobeba matumaini mapya kwa wanafunzi wengi. Ndipo SAUT TV ilipotua kambi katika Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino, ambapo imezungumza na baadhi ya wanafunzi ili kufahamu juu ya matumaini yao kuhusu kujengwa kwa hosteli hizo mpya za kisasa. Hosteli za kisasa zinazojengwa SAUT zina faida kubwa kwa wanafunzi. Kwa wanafunzi wanaokaa mbali, wanapata fursa ya kukaa karibu na chuo ili kuweza kuendeleza masomo yao vizuri. Itaimarisha usalama kwa wanafunzi ambao watakaa ndani ya chuo, kwa sababu kutakuwa na ulinzi wa kutosha. Matumaini ya wanafunzi hao ni juu ya hosteli hizo, na ni dhahiri kuwa hosteli hizi si tu jengo la makazi, taaluma na maisha bora kwa wanafunzi wa chuo hicho. Na tukiachana na taarifa hiyo, tukisalia ndani ya jiji la Mwanza katika wilaya Nyamagana, ambapo katika dunia ya leo afya ya jamii inazidi kuwa kipaumbele. Jambo rahisi na lenye uzito mkubwa, kuanzia kunawa mikono, kuoga mara kwa mara, hadi kudumisha mazingira safi, ambapo nimezungumza na baadhi ya wananchi ili kusikia mtazamo wao kuhusu umuhimu wa kuzingatia usafi binafsi katika maisha ya kila siku. Mimi nikiangalia swala la usafi ni muhimu sana kwenye afya ya binadamu. Pale ambapo asubuhi unapoamka unafanya usafi wa mwili wako na kufanya uwe huru, mwili wako uwe fitness, unakuwa na uhuru, yani unapotembea hata kwa watu nini. Naamini ukiwa msafi unaweza kupata au unaweza kunufaika nacho ni watu wanaokuzunguka kukuamini zaidi, kwa sababu mtu anaanza kukuamini akikuona unavyoonekana, kabla hata hujaongea, vile unavyoonekana yeye ndo anavyokupokea hasa kwa mara ya kwanza. Kwa mujibu wa Shirika la Afya Duniani, magonjwa yanayotokana na ukosefu wa usafi binafsi na mazingira duni ya usafi bado ni miongoni mwa visababishi vikuu vya vifo vinavyoweza kuzuilika, huku takwimu hizo zikionyesha kuwa kunawa mikono kwa sabuni kunaweza kupunguza kwa kiasi kikubwa maambukizi ya magonjwa ya kuhara, na ni dhahiri kuwa hatua ndogo za usafi binafsi zina mchango mkubwa katika kulinda afya ya jamii. Kutoka jijini Mwanza katika wilaya Nyamagana, mimi ni Shukuru D Kapigi, SAUT TV. Shukrani sana Shukuru D Kapigi kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za kimataifa. Tukianzia hapa barani Afrika,
Kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki Papa Leo wa 14 amefanya ziara ya huruma katika kituo cha yatima cha Nguli Zamba kilichopo mjini Yaounde, Kamerun, na akikutana na watoto yatima ili kuwapa faraja na matumaini, ikiwa ni sehemu ya upendo au ujumbe wa upendo na mshikamano kwa jamii ambazo zipo katika mazingira magumu. Na huko Ulaya imeanza kuchukua hatua za kimkakati ili kujihakikishia usalama wake ndani ya muungano wa Jumuiya ya NATO, huku hofu ikiongezeka juu ya uwezekano wa Marekani kupunguza ulinzi au kujiondoa katika majukumu yake ya kiulinzi barani humo. Kwa mujibu wa ripoti ya Wall Street Journal, imebainisha kuwa mataifa ya Ulaya yanaunda mpango wa dharura utakaowezesha kuendelea kutumia miundombinu ya NATO kwa ufanisi hata kama msaada wa Marekani utapungua kwa umoja huo. Mwandishi wetu Nicodemo Leonard anaelezea kwa kina taarifa hizo za kimataifa. Papa Leo amewasili salama katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Yaounde Nsimarene, ambapo sherehe za kukaribisha ilimsubiri kwa heshima na furaha ya watu wa Kameruni. Baba Mtakatifu amekutana na viongozi wa serikali, ikiwa ni pamoja na rais wa Jamhuri ya Kameruni, mashirika ya kiraia na wawakilishi wa kidiplomasia katika ikulu hiyo, ili kujadili masuala ya ushirikiano na maendeleo ya jamii. Katika hatua nyingine, Papa Leo wa 14 amefika katika kituo cha yatima cha Nguli Zamba na kutumia muda mrefu na watoto hao. Papa Leo ametoa salamu za upendo kwa watoto hao na kutoa maneno ya faraja na matumaini kwa watoto waliokusanyika pamoja na wafanyakazi wa kituo hicho cha Nguli Zamba nchini Kameruni. Ziara hiyo imeenda mbali zaidi, ambapo Papa Leo amefanya mkutano wa faragha na maaskofu wa Kameruni katika makao makuu ya mkutano wa maaskofu. Kameruni imekuwa ni nchi ya pili baada ya Algeria kufikiwa na ziara ya kiongozi huyo mkubwa wa kanisa Katoliki duniani, ambapo ziara hiyo ilianza tangu Aprili 13 katika mji wa Algiers nchini Algeria. Ziara hiyo imekuwa ya shukrani na matumaini makubwa, ikithibitisha kuwa lengo kuu la safari ya Papa Leo wa 14 ni kuwapa faraja na msaada watu wanaohitaji zaidi katika maeneo mbalimbali ulimwenguni, hususani katika bara la Afrika. Na tuipe kisogo taarifa hiyo na tuelekee huko barani Ulaya, ambapo mpango huo unatajwa kama NATO ya Ulaya unalenga kuifanya Ulaya kuwa na uwezo mkubwa zaidi wa kujilinda bila kuvunja mshikamano wa muungano uliopo, bali kuubadilisha ili uendane na ya kisiasa. Hatua hii inakuja wakati wa wasiwasi ukiongezeka kuhusu udhibiti wa sera za Marekani, hali inayozua maswali mapya kuhusu mustakabali wa ushirikiano wa kiusalama kati ya pande hizo mbili. Katika mkakati huo, Ulaya inapanga kuongeza ushiriki wake katika ngazi za juu za uongozi wa NATO kwa kuweka maafisa wengi zaidi wa Ulaya katika nafasi muhimu za kufanya maamuzi. Sambamba na hilo, mataifa ya Ulaya yanatarajia kuwekeza zaidi katika sekta ya ulinzi ili kujaza pengo litakaloweza kuachwa na uwezo wa kijeshi wa Marekani. Shukrani sana Nicodemo Leonard kwa taarifa hizo za kimataifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea mtazamaji ni habari za kibiashara na Angelise Tewele. Endelea kusalia nasi. Wiki hii kwenye Kioo cha Mwanamke, vijana tuna changamoto kubwa sana ya kutokueleweka kwenye jamii. Kwa sababu kijana wa miaka hiyo ya 60 sio kijana mimi wa sasa hivi wa mwaka 2000. Kwa hiyo tutoke kwenye kuota, tufanye vitendo. Tukishafanya vitendo, tukikwama tusilalamike, tutafute njia za kujikwamua. Kila Alhamisi saa 11 kamili jioni kupitia Instagram, Facebook na TikTok @SauTV_TZ. Karibu tena mtazamaji wa SauTV, na sasa ni habari za biashara. Jina langu ni Angelise Tewele. Baadhi ya wafanyabiashara wa mtaa wa Malimbe wilaya ya Nyamagana jijini Mwanza wameeleza kuwa kupanda kwa bei ya mafuta kumeathiri biashara na kupoteza baadhi ya wateja. Wamebainisha hayo walipozungumza na SauTV habari, wakiongeza kuwa bei ya mafuta imepelekea bei kupanda kwa baadhi ya bidhaa. Na biashara ya kimataifa, vikosi vya Marekani vimesitisha vizuizi vya biashara kuingia na kutoka ilivyokuwa imeweka kwa Irani kwa njia ya bahari inayochochea 90% ya uchumi wa nchi hiyo. Vizuizi hivyo vimedumu kwa takriban saa 36 tangu kuanzishwa kwake.
Kwa undani wa taarifa hizi za biashara tuungane naye Samia Salum. Katika kipindi cha hivi karibuni kumekuwa na ongezeko kubwa la bei ya mafuta, hali ambayo imeanza kuleta athari kubwa kwa sekta mbalimbali za uchumi, hususan kwa wafanyabiashara wadogo na wakati. Nipo katika mtaa wa Malimbe jijini Mwanza, ambapo baadhi ya wafanyabiashara wameeleza namna bei ya mafuta kupanda inavyoathiri biashara zao. Kupanda kwa mafuta kumetuathiri sisi kama wafanyabiashara. Kwanza unavyoleta mzigo unakuta nauli zimepanda bei na nini. Kwa hiyo unakuta hata bidhaa unayonunua pia unakuta bidhaa imepanda bei. Kwa hiyo inatulazimu hata sisi tukifikisha bidhaa dukani tupandishe bei kubwa. Kwa hiyo unakuta wateja wanalalamika kwa sababu wamezoea bei zile zile za zamani. Kwa hiyo inatuathiri sana kama sisi wafanyabiashara, unakosa wateja na nini. Kwa hiyo unakuta anakuja anaulizia bei, akikuta kitu kimepanda bei anaondoka. Mimi kama mfanyabiashara, kupanda kwa mafuta kumeniathiri pale ninapokwenda kuchukua bidhaa mjini na kuileta hapa, ambapo inanigharimu kiasi kikubwa cha nauli, tofauti na zamani ambapo nilikuwa nachukua bidhaa kwa bei ndogo. Pia imeniathiri kwa wateja wangu, wamezoea bei elekezi ambayo ilikuwa zamani, ambao bidhaa unakuta labda wanachukua kwa 500, lakini sasa hivi imenigharimu kuchukua kwa shilingi 600, ambapo na mimi ili niweze kupata faida na ile nauli ambayo nilikuwa nimetumia ili na mimi niweze kunufaika. Panda ambapo tukienda mjini kuchukua mali, kwanza usafiri ni shida. Yaani bajaji ambayo tulikuwa tunakuja kwa 15,000 sasa hivi imekuwa ni 22,000, ambapo hatuioni faida kwa kweli. Alafu kitu kingine pia, hizo mali zenyewe tukizileta huku zinakuja ndo zimepanda bei, kule mjini wamepandisha. Kwa hiyo kitu ambacho kinatufanya na sisi huku tuje tupandishe, ambapo sasa mteja wa mwisho hawakubaliani na hiyo bei. Unakuta ananunua vitu vichache. Kwa mfano, mtu ambaye alikuwa ananunua mchele kilo 5 anapunguza hadi kilo 2, mtu ambaye alikuwa ananunua kilo 20 ananunua kilo 7, ambapo mzunguko sasa unapungua. Ni wazi kwamba kupanda kwa bei ya mafuta sio tu changamoto kwa watumiaji wa kawaida, bali pia ni pigo kubwa kwa wafanyabiashara ambao ndio mhimili wa uchumi wa taifa. Nikiripoti kutoka mtaa Malimbe jijini Mwanza, mimi ni Samira Salum wa SAUT TV. Na biashara kimataifa. Hapo awali jeshi la Marekani lilisema limezikamata meli 8 za mafuta zenye uhusiano na Iran tangu kuanza kwa kizuizi hicho Jumatatu, kulingana na chombo cha habari cha Wall Street Journal. Meli zaidi zimekuwa zikirudishwa nyuma chini ya kizuizi cha Marekani kwenye bandari za Iran, ikiwa ni pamoja na meli ya mafuta ya Rich Stari iliyoidhinishwa na Marekani na inayomilikiwa na China, ambayo ilikuwa ikirejea kwenye mlango bahari wa Hormuz Jumatatu baada ya kutoka Ghuba ya Uajemi. Hata hivyo, Iran imetangaza kuwa itatumia bandari mbadala tofauti na zile za kusini mwa nchi ili kupitisha mizigo na shughuli zake za bandarini. Kauli hiyo inakuja wakati wa jeshi la Marekani likitangaza kutekeleza vizuizi vyake dhidi ya bandari za Iran karibu na mlango bahari. Kwa upande wake, Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa vita dhidi ya Iran viko karibu kuisha na kuongeza kuwa mazungumzo kati ya maafisa wa Marekani na Iran yanaweza kuanza tena nchini Pakistani katika siku 2 zijazo, na makamu wa rais JD Vance ambaye aliongoza mazungumzo ya weekend ambayo yalimalizika bila mafanikio. Vita hivyo vimeifanya Iran kufunga kwa ufanisi mlango bahari wa Hormuz, njia muhimu ya maji duniani kwa usafirishaji wa gesi ghafi na mafuta, na kupunguza usafirishaji kutoka Ghuba hadi kwa wanunuzi wa kimataifa hasa Asia na Ulaya. Samira Salum, SAUT TV habari. Asante sana Samira Salum kwa taarifa hizo za biashara. Mtazamaji, ni mwisho wa taarifa za biashara kwa siku hii ya leo. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za michezo na Samson Bahati. Endelea kutazama SAUT TV. Mimi Angilise Tewele. Wiki hii kwenye Extra Time. Hamtakaa salama. Hamtakaa salama. Hawezi kukaa salama baada ya kutenda dhambi ya kubagua watu. Huwezi kufanya ubaguzi wa namna hiyo, halafu dhambi ile ikuache hapo hapo. Hapana, itakuandama. Hivi unaikumbuka kauli ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere
juu ya usawa, upendo na kuepuka ubaguzi. Lakini tunajiuliza maswali, kauli hii inaishije katika ulimwengu wa sasa wa soka? Na kama ulimwengu wa soka hivi sasa uko na ubaguzi, je, itaathirije soka la ulimwengu wa sasa? Wiki hii kwenye Extra Time utapata hili kwa kina, usipange kukosa. Bana, utapata madini. Usikose kufuatilia Extra Time kila Alhamisi saa 11 kamili jioni kupitia Instagram, Facebook na TikTok @SauTV_TZ. Ni matumaini yangu mzima wa afya mwanamichezo mwenzangu, na karibu kwenye taarifa za michezo zilizojiri kwa siku ya leo. Jina langu ni Samsoni Bahati. Baadhi ya wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino kampasi kuu ya Mwanza wameeleza kuwa michezo ina umuhimu mkubwa katika kukuza taaluma na ufanisi darasani. Wameyasema hayo walipozungumza na SauTV Habari na kubainisha kuwa kutoshiriki kwenye michezo yoyote humfanya mtu kupata magonjwa nyemelezi na uchovu wa mwili usio wa kawaida. Na michezo kimataifa, michezo ya mkondo wa pili robo fainali ya ligi ya mabingwa barani Ulaya itaendelea leo kwa mechi mbili kupigwa katika viwanja viwili tofauti. Bayern Munich watawaalika Real Madrid kwenye dimba la Allianz Arena, huku Arsenal wakiwaalika Sporting Lisbon kwenye dimba la Emirates majira ya saa 4 kamili. Kwa undani wa ripoti hizi za michezo tuungane naye Steven Kianzi. Michezo katika nyanja ya elimu imekuwa daraja muhimu la kukuza ushirikiano, kuibua vipaji pamoja na kukuza taaluma kwa ujumla. Lakini swali linaibuka, je, kushiriki katika michezo kwa wanafunzi kuna mchango katika kukuza taaluma? Tumaisaidi naona kwamba kuna uhusiano mkubwa kati ya improvement ya academic na michezo. First, michezo mara nyingi huwa inampa mwanafunzi hali ya utulivu wa akili. Kwa hiyo mtu anapoenda kwenye michezo ana refresh mind na inakuwa ni nyepesi sana mwanafunzi kurudi tena darasani na akaelewa vizuri masomo yake. Naona kabisa kuna uhusiano kati ya michezo na masomo. Because michezo inaleta utulivu wa akili. Mtu anapokuwa anacheza anapata freshness of mind, alafu inamfanya anakuwa na some confidence, inamuondolea stress. So mi kwangu naona kuna uhusiano kati ya michezo na masomo, kwa sababu mtu anapokuwa anacheza anaifanya akili inapata utulivu fulani hivi, inamsaidia yeye kusoma hivyo. Ndio, michezo ina nafasi katika kukuza taaluma. Maana yake ni kwamba kupitia michezo inawafanya wanafunzi wanapokuwa wanashiriki michezo wanaondoa stress na nini, halafu baadaye wakienda kujisomea inawafanya wanakuwa comfortable katika kuconcentrate bila kuwa na shida yoyote, labda kuwa na mawazo, kwa sababu michezo inaondoa mawazo. Pia michezo inawaunganisha watu mbalimbali. Kupitia michezo watu inawafanya kuwa na marafiki ambao kwa pamoja wakija kukaa na kuanza kujadili mambo labda ya kielimu na nini, inawafanya wanakuwa na wigo mpana wa mawazo kutokana na nini, na urafiki ambao wameupata kupitia nini, kupitia michezo. Naam, hayo ni baadhi ya maoni wanafunzi kutoka Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino kampasi kuu ya Mwanza. Mimi ni Steven Kianzi wa SauTV. Na katika uga wa kimataifa, mwendelezo UEFA Champions League barani Ulaya kuendelea usiku wa leo kwa kuchezwa michezo miwili, ambapo Arsenal itamkaribisha Sporting Lisbon majira ya saa 4 usiku, huku Bayern Munich watamenyana na Real Madrid. Mpaka sasa klabu zilizoweza kufuzu katika hatua inayofuata kwenye michuano hii ya nusu fainali ni klabu ya Atletico Madrid na PSG, ambazo zinasubiri wapinzani wao ambao ni klabu zinazotarajia kucheza leo majira ya saa 4 usiku. Mimi ni Steven Kianzi wa SauTV. Asante sana Steven Kianzi kwa taarifa hizi za michezo. Kufikia hapo sina la ziada katika habari za michezo kwa siku ya leo. Mimi ni Samson Bahati, nirudishe kijiti kwake Daniel Samuel kuhitimisha habari kwa siku ya hii leo. Asante sana Samsoni Bahati kwa taarifa hizo za kimichezo. Mtazamaji, taarifa hizo za kimichezo zinahitimisha taarifa ya habari kwa siku ya hii leo. Lakini kabla ya kumaliza taarifa ya habari, tupate tena muktasari wake. Wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino kampasi kuu ya Mwanza wameunga mkono wahitimu wa shahada na stashahada kupewa mikopo. Na katika upande wa kimataifa, waziri wa afya wa Zimbabwe atangaza mpango wa kuzindua dawa mpya za kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa njia ya sindano. Na katika viwanja vya michezo, ushiriki wa michezo mbalimbali watajwa kuwa chachu ya kuimarika kitaalam
na kuondoa magonjwa nyemelezi. Na kufikia hapo sina la ziada. Kwa niaba ya wote waliofanikisha na walioshiriki kuandaa taarifa hii ya habari, jina langu ni Daniel Sabwe. Nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vingine kutoka hapa SAUT TV. Uwe na wakati mwema.